Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 30 ya mwezi Julai tunasikiliza na kutafakari maisha ya Mtakatifu Petro Kristologi, askofu na mwalimu wa kanisa. Petro alizaliwa mnamo mwaka 380 kule Imola nchini Italia. Alipata elimu yake kule Imola. Mnamo mwaka 424 Papa alimchagua awe askofu wa Ravenna huko Italia, wakati alipokuwa shemasi hata kabla hajawa padre. Aliongoza jimbo lake akiwa na ari kubwa ya kuokoa roho za watu. Aliwahimiza waamini kumpokea Ekaristi Takatifu kila mara ili kuungana na Kristo. Kauli mbiu yake ilikuwa, anayecheka na shetani hawezi kufurahi pamoja na Kristo. Aliandika vitabu vingi na homilia nyingi. Baadhi ya homilia zake 176 bado zinapatikana na zimesheheni mafundisho kuhusu maadili na ufunuo wa maisha ya Kikristo. Pia mtazamo wake kuhusu elimu, hasa mashauri yake ambayo yamewabadili wale wanaoyasikiliza, na baada ya muda amekuja kupewa jina Kristologi, maana yake maneno ya dhahabu. Mara ya kwanza alipohubiri katika kanisa la Ravenna, aliwaambia Wakristo, nakuja kwenu kama mganga ili niwaponye, kama mchungaji ili niwaongoze, kama mama ili niwalishe, na kama baba ili niwakinge na kuwafikisha mbinguni. Sikilizeni mafundisho yangu. Petro Kristologi alikuwa mmoja kati ya maaskofu maarufu wa jimbo la Ravenna. Alipata sifa kwa mahubiri yake, uaminifu wake kwa mama kanisa na msimamo mkali wa imani, sio tu katika kufundisha bali pia katika kuonesha mamlaka yake. Haiba hii ilimsaidia kusimama imara mbele ya kashfa za wapagani na uzushi wa Eutiku. Alifanya bidii kubwa kuziondoa desturi zilizokuwa za ovyo, akiwakaripia wale waliokwenda kuhudhuria michezo mibaya, akiwaambia, mkitaka kucheza na shetani duniani, hamtaweza kufurahi na Yesu mbinguni. Kila siku walihubiri kwa nguvu sana kiasi kwamba hata sauti yake ilikatika kwa kule kusema sana. Aliwashauri Wakristo wasali kila siku, wafanye kitubio, kuwapa maskini sadaka na kupokea komunyo. Aliliongoza jimbo la Ravenna kwa hekima kubwa kwa muda wa miaka 18. Alifariki dunia huko Imola mnamo mwaka 450. Kutokana na maandishi ya mahubiri yake, Petro Kristologi amepata umaarufu mkubwa hata akatangazwa kuwa mwalimu wa kanisa na Papa Benedikti wa 13 mnamo mwaka 1729. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Petro Kristologi, askofu na mwalimu wa kanisa. Vaa vazi la utakatifu, jifunge kiunoni mwako mshipi wa usafi wa moyo. Kristo awe kofia yako, msalaba wa Kristo uwe kinga ya uso wako. Vaa kifuani mwako ishara ya hekima ya Mungu, harufu nzuri ya ibada yako ipae juu kwa Mungu. Rejea ya Mtakatifu Petro Kristologi. Watakatifu wengine tarehe 30 ya mwezi wa 7: watakatifu Maksima, Donatila na Sekunda, watakatifu Rufus, Priscus, Optionus, Ammonius, Justus, Abdas, Aseneus, Silvanus, Manyilus, Paternica, Septimia, Julia, Potmaia na Hospia,
wafiadini wa Moroko. Mtakatifu Petro Krisologi, askofu na mwalimu wa kanisa,